Katika maisha kuna kupanda na kuna kushuka, lakini kila lenye mwanzo ni lazima pia liwe na mwisho. Tayari ndani ya Simba wachezaji wengi ambao wamekaa kwa muda mrefu, wengi wao wamepata nafasi ya kuondoka. Mzamiru Yassin pamoja na Shomari Kapombe ndio wachezaji wawili tu ambao ni wakongwe wameendelea kubakia ndani ya kikosi hicho. Sasa dirisha dogo la usajili ndilo ambalo linazidi kuibua yaliyo mengi zaidi. Klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba katika ufanisi na ubora mkubwa uliotukuka kuhakikisha kwamba wanafanya maboresho ndani ya kikosi chao. Ni dhahiri shahiri kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao wanapaswa kuondoka ili kupisha baadhi ya wachezaji wengine ambao wamekuwa katika performance nzuri kuja kuchukua nafasi yao. Sasa kuja kwa wachezaji wapya kunawafanya baadhi ya wachezaji ambao wamekuwepo katika uwanja wa kikosi hicho kuweza kupewa nafasi ya kuondoka moja kwa moja. CEO wa Simba Madam Zubeda Sakuru tayari kathibitisha ya kwamba Simba watafanya maboresho makubwa kwenye kikosi chao, kuingiza baadhi ya wachezaji ambao wanaamini kuna kitu cha ziada ambacho wanakuja kutengeneza katika nafasi hiyo. Ukitazama Simba kiukweli hawajaanza vyema msimu 2025-2026. Wanahitaji kufanya maboresho makubwa ambayo yatakuja kuifanya timu yao kurejea katika mentality ya ushindi na ushindani mkubwa katika michuano tofauti ambayo wanashiriki. Sasa katika nafasi hii mnyama mwituni Simba Sports Club akiwa katika ubora wake na katika kile ambacho amezidi kufanya mara zote. Wapo wachezaji ambao Simba panga limeonekana kupita upande wao, na hii ni sehemu ya maboresho kwenye kikosi, kwa sababu ukiachana na wachezaji ni lazima uweze kuingiza baadhi ya wachezaji wengine ambao watakuja kuifanya timu kuwa katika uimara wa hali ya juu. Wapo wachezaji nyota ambao tayari mpaka sasa wameonyeshwa njia ya kutokea, tayari wengine wameondoka na wengine wapo njiani kuondoka. Ni wakati ambao wanadiriki kusema kwamba Simba tayari imewachapa thank you baadhi ya wachezaji na wengine tayari wameelekezwa kwenda kuondoka ili kubisha usajili wa nyota wapya ambao wanakuja kuifanya Simba kuwa katika uimara na weledi wa hali ya juu. Simba nyota wao ambao wamepata nafasi ya kuondoka na ambao wataondoka. Mzamiru Yassin, ninavyozungumza nawe, ni mmoja wa wachezaji ambao Simba imeachana nao, na huyu amejiunga na kikosi cha TRA au unaweza ukawaita Tabora United ya kutokea manispaa ya Bukoba. Wanatokea manispaa ya Tabora. Wanatokea manispaa ya Tabora. TRA ndio wamemsajili Mzamiru Yassin kwa mkopo wa miezi 6. Japo mkataba wake una miezi 6. Ina maana miezi 6 hiyo itatamatika huko TRA na hatakuwa mchezaji wa Simba tena. Kama watahitaji kumvuta basi watampatia mkataba mpya, lakini Mzamiru na Simba ndoa yao imefikia ukingoni baada ya misimu zaidi ya 8 akiwa ndani ya kikosi cha vijana Wekundu wa Msimbazi Simba. So kiungo punda thank you imemuhusu na ndiye msaji wa kwanza kuondoka katika upande huo. Lakini chuma cha pili ni Neo Gift Maema. Neo Maema ni mmoja wa wachezaji ambao tayari Simba imefikia maamuzi ya moja kwa moja ya kuachana naye kwenye hili dirisha dogo, kama ambavyo mwalimu amehitaji timu ikampatie namba 10 mwingine, basi moja kwa moja Maema anavunjwa mkataba wake na namba 10 mwingine tunakwenda kutazama soon akiwa anatambulishwa, kama ambavyo Simba pia bado anamhitaji Krotus Chota Chama Triple C mwamba wa Rusaka. Out of that yupo Joshua Mutare. Joshua ni mmoja wa wachezaji ambao Simba pia anakwenda kuachana nao baada ya mwalimu kuweka wazi zaidi kwamba I need one of the best player ambaye atakuwa na uwezo wa kucheza as a wing back, kwa maana mchezaji mzuri ambaye atakuwa na uwezo wa kucheza kama winga. Kuna kitu cha ziada ambacho anakihitaji katika nafasi hiyo. So Joshua Mutare Budo naye ni sehemu ya wachezaji ambao wameweka kwenye kikaango cha kwenda kupewa thank you na kuondoka ndani ya Simba. Kumbuka pia huyu naye mkataba wake miezi 6 umesalia. Simba wanahitaji kumtoa Joshua Mutare kwa mkopo katika timu yake ya zamani ya Power Dynamo. Out of Joshua Mutare Budo yupo Shamu Karabwe. Shamu ni mmoja wa mabeki ambao pia naye mkataba wake umebakiwa na miezi 6 na Simba wapo katika sehemu ya moja kwa moja ya kuachana naye ili kuongeza beki mwingine wakati mwenye usanifu na weledi mkubwa, kama ambavyo ripoti ya mwalimu imeweza kuainisha na kuweka wazi zaidi, ambayo tayari CEO ameweza kuipokea pia katika nafasi hiyo, na kamati ya swala la usajili ndani ya Simba tayari wameweza kuifanyia kazi. So upande wa Shamu ni mmoja wa wachezaji ambao wana nafasi kubwa ya kuweza kuondoka ndani ya Simba. Out of Shamu yupo Awesu. Captain Rucho ni sehemu ya wachezaji ambao Simba pia wamefikia sehemu ya kuweza kumtoa kwa mkopo ili akapata game time katika upande huo. Nje na Awesu yupo bwana mdogo Vedastus Masinde, pia naye Simba wamefikia sehemu ya kumtoa kwa mkopo katika upande huo ili akatafute changamoto mpya, na mchezaji wa mwisho ambaye
tayari kaonyeshwa njia ya kutokea ni mwamba anayejulikana kwa jina la Juma Radaki Chasambi. Juma Radaki Chasambi ni sehemu ya wachezaji ambao moja kwa moja wamepata nafasi ya kuweza kupewa thank you ndani ya kikosi cha kuna Simba ili kutolewa kwa mkopo na akapata game time katika nafasi hiyo. So hao ni sehemu ya wachezaji ambao Simba tayari imeweka kwenye kikaangio cha kuweza kuondoka, na miongoni mwa wachezaji ambao tayari yeye kaondoka moja kwa moja ni Mzamiru Yassin, yeye na Simba ndio yao imefikia ukingoni, na hao wote wanafuata moja badala ya mwingine, na sasa tutakwenda kushuhudia Simba ikiwa inaingiza vyuma vipya katika upande. Pengine upande wako kwa hawa nyota ambao wanaondoka ndani ya Simba, ni nani ulitamani aendelee kubakia ndani ya Simba, na yupo ambaye unaamini ya kwamba uwezo wake ulikuwa ni uwezo mdogo na Simba waachane naye ili waingize wachezaji wengine wazuri zaidi katika hili dirisha dogo la usajili, ikiwa ni improvement ya kikosi kikubwa? Nikwambie tu pia comment yako, hakikisha uweza kusubscribe. Hii ni Sky Media, chaguo la wengi na sehemu ambayo inahabarika na kuzipata taarifa zote zaidi.